Sasa tumekuja awamu ya pili, uboreshaji wa awamu ya pili ambao kwa mikoa 15 Tabora ikiwemo, daftari limeanza kuboreshwa juzi tarehe 1 mwezi huu wa 5, na Mungu akijalia tutakamilisha tarehe 7 mwezi huu wa 5. Na vituo vya kuboresha ni ngazi ya kata, na kwa mkoa wa Tabora kuna vituo kwenye kata 376 mkoa mzima wa Tabora. Kwa hiyo watu wanataka kuandikishwa pale ni wale ambao wametimiza umri wa miaka 18 au watakaotimiza umri huo wakati wa uchaguzi. Lakini pili ni watu ambao wamehama kutoka eneo moja la uchaguzi kwenda eneo lingine. Eneo la uchaguzi ni ngazi ya kata au ngazi ya jimbo. Lakini nyingine zoezi itahusisha watu ambao taarifa zao pengine zimekosewa wakati wa uboreshaji ule wa mwaka 2019-20 au hata juzi hapa ndipo labda taarifa zake zimekosewa tulipopita hapa mkoa wa Tabora tarehe 20 mpaka tarehe 26 mwaka jana. Lakini nyingine ni kwa kubadilisha majina, na kama ambavyo mtu ambaye ameona jina lake haliko sawa. Lakini nyingine ni kufuta watu ambao hawana sifa kwenda kwenye daftari. Kwa hiyo ndio uboreshaji wa awamu ya pili ambao unakuwa ni kama vile awamu ya kwanza. Kwa hiyo waandikishwa tarehe 20 mpaka tarehe 26 mwezi Julai mwaka jana, wao wameshaandikishwa waweze kuruhusiwa. Ipo isipokuwa zoezi hili linakuwa sambamba na zoezi lingine ambao nitaleta ufafanuzi wakati mwingine. Kwa hiyo zoezi hili ni kuandikisha piga kura wenye miaka 18 au tukuza umri huo wakati wa uchaguzi, kutoa nafasi kwa piga kura ambao kadi zao zimepotea katika kipindi hiki cha uboreshaji wa awamu ya kwanza au zimeharibika, lakini kutoa fursa kwa piga kura ambao wamehama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine la uchaguzi kwa maana ngazi ya kata au jimbo, au kwa kutoa fursa kwa piga kura kubadilisha taarifa zao ambazo pengine zimekosewa. Lakini pili na mwisho la 5 ni kutoa fursa sasa kufuta wapiga kura ambao kwa namna moja au nyingine wapoteza sifa za kuendelea kwenye daftari. Hilo ndio uboreshaji wa awamu ya pili, halo tofauti na uboreshaji wa awamu ya kwanza. Asante sana. Kwa mwananchi sasa wa kawaida, kuna faida yoyote ambayo ataipata iwapo akizingatia hayo maboresho ambayo umeyasema? Ni sahihi. La kwanza ni kwamba atapata kadi ya mpiga kura papo kwa hapo kwenye kituo cha kupiga kura. Lakini ya pili itampa fursa kumchagua diwani ambaye anamtaka, mbunge ambaye anamtaka, na rais ambaye anamtaka. Hiyo ndio faida kubwa. Lakini pia tatu unaonyesha uzalendo. Kuwa mpiga kura ni uzalendo, kwa sababu baadaye huwezi kulalamika kwa sababu nimechagua rais nisiyemtaka, mbunge nisiyemtaka, na ndio nisiyemtaka. Lakini kwa wale ambao wamehama itapa fursa ya kuweza kupiga kura badala ya kuwa kwamba baadaye asingeweza kupiga kura kwa sababu amehama pengine kutoka Kigoma sasa yuko hapa, au amehama kutoka Kaliwa sasa yuko Urambo, anatakiwa pale apohamia Urambo aweze kuboresha taarifa zake apate fursa ya kupiga kura hiyo. Kuna vitu vyovyote vya kuzingatia kwa huyu mtu sasa ambaye anakwenda kituoni kwa ajili ya kuboresha taarifa zake? Anatakiwa awe na vitu gani? Sahihi kabisa. Jambo la mwanzo lazima ajue kituo chake cha kuandikisha mpiga kura kiko wapi. Lakini jambo la pili ajithibitishe kwamba ana umri wa miaka 18 au kuendelea. Jambo la tatu, wale ambao wanataka kubadilisha kadi zao zimepotea, lazima kama wanaweza wakajua namba zao za kupigia kura, ambazo kama hawajui basi majina yao yakumbuke namna ambavyo waliandika pale kwenye daftari. Lakini hakuna dokumenti nyingine yote ambayo inaombwa kwa mtu ambaye anataka kwenda kuandikisha au kubadilisha taarifa kwenye kituo cha kupigia kura. Kadi yangu ikiwa tayari imefutika kwa sababu umesema kurekebisha pale. Ndio. Ninapaswa kuondoka na kadi hiyo ambayo nilikuwa nayo kuweza kufanywa maboresho, au haina haja mimi napaswa tu kwenda mimi mwenyewe nikifika kituoni tajieleza na nitapata huduma zote? Kwa mujibu wa sheria ya Tume Huru ya Sheria ya Uchaguzi na Diwani, ni kosa kwa mtu kumiliki kadi zaidi ya moja. Kwa hiyo kama kadi yako imefutika unatakiwa uende nayo pale ili iweze kukusanywa na afisa mwandikishaji katika eneo lile. Lakini kama imepotea kabisa hakuna haja, lakini kwa sababu utajaza fomu ya kukiri kwamba kadi yangu imepotea. Ile fomu ukijaza, siku ukikutana na hizo kadi mbili, inatumika kama ushahidi wa kosa la kumiliki kadi zaidi ya moja kwenye eneo hilo.